nchini Uganda imemnyima dhamana mwanasiasa maarufu upinzani Dr. Kizza Besigye na mshtakiwa mwenza Haji Obeid Lutale. Wawili hao wanakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Wanakanusha madai hayo. Awali, mawakili wa mwanasiasa huyo walikuwa wamewasilisha ombi la kutaka mwanasiasa huyo achiliwe huru. Kutoka Kampala, mwandishi wetu wa Uganda Shwaib Ibrahim anaarifu zaidi. Katika uamuzi wa hakimu wa mahakama kuu ya Uganda Rosette Comfort Kanya uliosomwa na msajili mkuu wa mahakama hiyo Salamu Ngobi, Daktari Kizza Besigye na Haji Obeid Lutale wamenyimwa dhamana kutokana na uzito wa mashtaka wanayokabiliwa nayo. Ijapokuwa mahakama ilikiri kuwa Besigye alikuwa ametimiza vigezo vinavyomwezesha kupewa dhamana, mahakama hiyo ilisita kumwachilia huru mwanasiasa huyo, ikibaini kuwa hatua hiyo ni kutokana na uzito wa kesi wanayokabiliwa nayo na kwamba iwapo wataachiliwa huru huenda wataingilia kati na kutatanisha uchunguzi unaoendelea juu ya kesi dhidi ya wawili hao. Daktari Besigye na Haji Obeid Lutale wanashtakiwa makosa ya uhaini, makosa wanayodaiwa kufanya wakiwa katika mataifa mbalimbali ikiwemo Kenya, Uswizi na Ugiriki. Wanakanusha madai hayo. Wawili hao walikamatwa mwezi Novemba mwaka jana katika mazingira ya kutatanisha wakiwa mjini Nairobi walipokuwa wamesafiri kuhudhuria uzinduzi wa kitabu cha mwanasiasa wa upinzani wa Kenya Bi Martha Karua. Mnamo mwezi Februari, mawakili wa Daktari Kizza Besigye waliwasilisha ombi la kutaka mwanasiasa huyo aachiliwe huru, wakitoa sababu 9 ikiwemo kwamba mashtaka dhidi yake yalikuwa ya kichocheo kisiasa pamoja na kutaja hoja ya umri wake mkubwa na hali yake ya kiafya ambavyo wanasema haviwezi kumwezesha kustahimili mazingira katika jela. Lakini ofisi ya mwendesha mashtaka kwa upande wake imepinga, ikisema kuwa huenda Daktari Besigye ataruka dhamana hiyo. Wakati huo huo, kesi ya uhaini dhidi ya mwanasiasa huyo inatarajiwa kutajwa tena katika mahakama ya Nakawa mnamo Aprili 30. Tukiendelea ni kwa mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ametoa wito kwa Marekani na nchi nyingine kutimiza ahadi zao za kuwasaidia watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan. Wito wa Filippo Grandi unajiri siku chache kabla ya maadhimisho ya pili tangu kuanza kwa mzozo huu ambao umesababisha karibu watu milioni 8 kukimbia makazi yao. Katika nchi jirani ya Chad, zaidi ya watu milioni 1 wa Sudan wametafuta hifadhi katika nchi hiyo. Asha Juma na maelezo zaidi. Grandi amesema kupungua kwa ufadhili kulichochewa na Marekani kupunguza ufadhili wake katika shirika lake la msaada la kimataifa la USAID, na hilo limeongeza shinikizo kubwa kwa mamlaka za mashirika ya kibinadamu. Mmoja kati ya kila watu 14 nchini Chad ni mkimbizi. Unapoenda mashariki mwa eneo hilo, mmoja kati ya watu 3 ni mkimbizi. Hawa watu wanahitaji kila kitu. Wanahitaji dawa, chakula, na mara nyingi jamii zinazohifadhi ni maskini na wenye kuhitaji msaada kama wao. Tulichokuwa tukifanya mashirika ya msaada na serikali ya huko, tumejaribu kuhamasisha kupata rasilimali kwa nchi ya Chad na wakimbizi. Ndio maana nina wasiwasi kuhusu kudhoofika kwa mifumo ya kibinadamu. Mwezi Machi, serikali ya Marekani ilitangaza kupunguza 83% ya programu katika shirika lake la misaada la USAID. Akizungumza na BBC, Grandi alielezea athari iliyokuwepo ya ukosefu wa ufadhili katika juhudi za kuwasaidia watu wa Sudan wanaokimbilia nchi jirani ya Chad. Kuna msongamano na watu wengi mpakani katika mojawapo ya vituo vikuu vya kuingilia, na hapo sio eneo nzuri sana la kuwasaidia watu kwa sababu huwezi kuwafikia sawia na maeneo yaliyopangwa, na hapo ndipo mzozo na baadhi ya jamii unaibuka. Kwa hivyo haya ni madhara wazi ya ukosefu wa ufadhili. Pia wale wanaoelekea katika vijiji, kwa mfano, hiyo huongeza mara 2 idadi ya watu katika baadhi ya vijiji. Tayari wana uwezo mdogo wa kupata maji na hatuna fedha wakati huu za kuchimba maji. Kulikuwa na mipango ya kujaribu kuangazia hili, lakini hili sasa litasitishwa tunapoendelea kusubiri ufadhili uje. Try to address that, but that has to be frozen waiting for funds to come.
Miaka mitatu iliyopita, yani mwaka 2022, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ilianzisha tuzo na kuita Tuzo ya Taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu. Moja sababu ya kuzipa tuzo hizi jina la Mwalimu Julius Nyerere ni kuenzi mapenzi na mchango wake katika kukuza lugha ya Kiswahili. Tuzo hizi zitafanyika tarehe 13 mwezi huu, siku ya Jumapili ya kesho kutwa, ambayo pia ni siku ya kuzaliwa kwa Mwalimu Nyerere. Mwenzetu Sami Awami amezungumza na mmoja wa wajumbe wa kamati ya maandalizi, Esther Karin Mngondo, ambaye alianza kwa kuelezea namna tuzo ilianza na nyanja za ushairi na riwaya pekee. Tulivyoongeza hadithi za watoto, kwa kweli tuliona mwamko, waandishi wengi wakileta kazi zao katika nyanja hiyo, na hata tumeleta tamthilia. Tumeona kwamba kuna waandishi wengi ambao wanaandika kazi zao katika nyanja hiyo, tamthilia za redio, tamthilia za televisheni pamoja na majukwaani. Kwa hakika tumeona mwamko mkubwa sana. Kuna watu huko wanaandika tamthilia. Wapo. Mbona tuzione, tuzisikii kwenye redio watu? Nafikiri ni jambo moja kuandika na ni jambo lingine kwa kazi yako kuonekana na jamii. Kwa hiyo hata hebu jaribu kufikiria, tunapokea kama mawasilisho zaidi ya 200 kwa msimu mmoja. Basi ungeweza kusema ingeakisi kwa kuna vitabu 200 kwa mwaka kwa mfano. Pia ulimwengu wa uchapishaji una changamoto zake zingine, na ndio maana pia tuzo imekuja kujaribu kuhamasisha na kuamsha sio tu watu kuandika, lakini pia kwa kazi zao kuchapishwa. Na ndio maana moja ya zawadi kwa yule mshindi wa kwanza ni kwa kazi yake kuchapishwa kwa gharama za serikali, lakini pia kusambazwa katika shule zote na maktaba nchini Tanzania. Kwa hiyo kwa zile kazi ambazo zilichapishwa mwaka wa kwanza, jambo hilo limeshafanyika na vitabu vimepelekwa katika maktaba nchini kote bara pamoja na Zanzibar. Ninyi mnatia moyo yote mawili, kuandika pamoja na kusoma. Naam. Katika enzi hizi za sasa, teknolojia ni kama vile inaweka changamoto katika vyote hivyo viwili. Unadhani kwa kiasi gani teknolojia hii inafanya hichi ambacho mnajaribu kukituza, mnajaribu kukitia moyo kuwa kigumu zaidi? Kwanza nafikiri teknolojia ina nafasi yake, na teknolojia kama jambo lolote limekuja kurahisisha maisha ya mwanadamu, lakini haiwezi kumuondoa mwanadamu. Haiwezi kuondoa experience, haiwezi uzoefu ambao mtu anaweza kuupitia. Mtu yuko kule Mwanza, ameona mauaji ya kina bibi kutokana na changamoto ambazo ziko katika jamii yake, akakaa chini akaanza kuandika hadithi. Hata kama ataweza kuiambia teknolojia imwandikie, teknolojia haijaona kwa macho yake yenyewe nini kimetokea pale kijijini. Kwa hiyo nafikiri mwanadamu bado ana nguvu ya ubunifu ambayo inatokana na uzoefu, ana jicho, ana hisia, na ana nguvu ya kusababisha watu wengine kupitia yale maandishi yake waweze kuguswa, waweze kutembea katika ulimwengu anaoujenga. Kwa hiyo ninaheshimu teknolojia na ninaifurahia, na najua hatuwezi kuizuia. Tunapozidi kwenda mpaka miaka mingi inayokuja mbele, kwa hakika tutaendelea kuona mabadiliko makubwa ya teknolojia, lakini bado nafikiri kwamba sisi wanadamu ndio teknolojia ya hali ya juu. Huwezi kuondoa ubunifu wa mwanadamu.